Yohana 11 mstari wa 25, ambapo Yesu anasema kuwa yeye ndiye ufufuo wa uzima, amwaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Kupitia ufufuko wa Yesu, ushindi wa daima ndani ya tumaini kubwa lizidilo matumaini yote, ambayo ni kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Tumaini hili kubwa likupatie hata matumaini ya ushindi katika maisha haya, nikiombea ufanisi kutokana na shughuli zako za kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara, ajira na ujasiriamali. Tunaombea vijana waweze kupata ajira, wajiajiri na kuajiri wengine kupitia baraka za Mungu asiyeshindwa lolote. Kupitia nguvu na ushindi wa Pasaka, tunaombea familia, maeneo ya kazi, jamii na taifa, ili amani, mshikamano na umoja wa kitaifa unaovuka mipaka ya kabila, dini, eneo, rika na dhehebu vitawale maisha kwa ujumla. Pasaka ya mwaka huu tunaiadhimisha tukiwa na shukrani ya pekee kwa Mungu kufuatia upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa pale Ndolage hospitali vyenye thamani ya shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Vifaa hivyo ni pamoja na CT scan, X-ray, digital mammography, ultrasound kubwa na kifaa cha kutunza picha za vipimo kinachowasiliana na madaktari wa ndani na nje ya nchi. Vifaa hivi vinasaidia kuchukua magonjwa na majeraha mbalimbali katika viungo vya ndani ya mwili, kuchukua kansa ya matiti, tezi dume na aina nyinginezo, uchunguzi kwenye macho, mifupa, kuganda kwa damu kwenye mishipa, kiharusi yani stroke na kadhalika. Uwepo wa vifaa hivi utapunguza mahangaiko ya kwenda mbali nje ya mkoa au kwenye nchi jirani kufuata vipimo hivi. Vifaa hivi vimeidhinishwa na serikali kuwa vinafaa kwa ubora na matumizi ya tiba. Vitazinduliwa tarehe 17 mwezi wa 5 2025 kwenye hospitali ya Ndolage Kamachumu Muleba kuanzia saa 3 asubuhi. Na watakia Pasaka njema ya mwaka huu wa 2025 wenu katika umoja, Daktari Abednego Kesho Mshahara, Askofu. Mwisho wa matangazo. Karibu kiongozi wa